Nasoma kitabu cha Luka Mtakatifu sura ya 8 kuanzia mstari wa 52 hadi wa 54 hadi wa 53. Na watu wote walikuwa wakilia na kumwombolezea, akasema, msilie, hakufa huyu, bali amelala usingizi tu. Wakamcheka sana, maana walijua ya kuwa amekwisha kufa. Neema na iwe kwako na amani na rehema zitokazo kwa Mungu Baba yetu na kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Bwana wetu Yesu Kristo anasema hakufa, amelala tu. Lakini watu wa dunia hii, wenye hekima ya dunia hii, wakitazama wanasema amekufa. Yesu Kristo anasema hakufa, amelala usingizi. Wanadamu wanasema amekufa, wanamcheka Bwana wetu Yesu Kristo. Kwa nini? Watu wanatakiwa kutambua siku hii ya leo siri hii ambayo Mungu anaifundisha kwetu. Duniani wanadamu wanatakiwa kujua kwamba kuna usingizi wa aina mbili. Kuna usingizi wa aina mbili Mungu ametupa. Usingizi wa kwanza ni huu usingizi wa kibinadamu kwa jinsi ya mwili. Huu usingizi wa jinsi ya mwili, mwanadamu yoyote yule analala, hata wanyama wanalala. Usingizi huu mwanadamu amepewa mamlaka na nguvu ya kuweza kumwamsha yoyote aliyelala. Ana uwezo huo. Yoyote akilala usingizi huu, mwanadamu anao uwezo wa kumwamsha akawa hai tena. Kwa sababu hiyo, hata kama akimwona mtu amelala, mwanadamu hahangaiki wala hahofu, kwa sababu anao uwezo wa kumwamsha. Hata kama ukimtisha, labda mtoto amelala, ukamwambia mzazi wake, mama yake au baba yake, ukamwambia mwanao amekufa, naye atakimbia kwa haraka kwenda kuhakikisha. Akija kumwona akaona anapumua bado, pumzi yake ipo ndani yake, basi hofu inatoweka. Hawezi kuwa na mashaka, atakwambia hajafa, amelala tu, amelala usingizi, na atamwacha aendelee kulala, kwa sababu anajua wakati ukifika nitamwamsha, kwa sababu mwanadamu amepewa mamlaka na uwezo wa kumwamsha mtu yoyote akilala usingizi huu wa jinsi ya mwili. Kila mwanadamu anao huo uwezo ambao tumepewa na Mungu kuamshana wenyewe kwa wenyewe mtu yoyote akilala. Kwa hiyo mwanadamu akimwona mwanadamu mwenzake amelala, hawezi kuhofu wala hawezi kulia wala hawezi kusikitika, kwa sababu anao uwezo wa kumwamsha akawa hai tena. Huu ni usingizi wa kwanza ambao ni usingizi wa mwili. Miili yetu hii inachoka, inalala, na tuna uwezo wa kumwamsha. Lakini kuna usingizi wa aina ya pili. Huu usingizi wa aina ya pili, mtu analala, roho ndiyo inayolala. Usingizi huu wa pili, wanadamu hawauiti kama ni usingizi, wanaita mauti, ni kufa. Mwanadamu anapokufa, huu ni usingizi wa pili. Mwenye uwezo wa kumwamsha mwanadamu aliyelala usingizi wa mauti ni Yesu Kristo mwenyewe, muumba mbingu na nchi. Mwanadamu hawezi. Kwa hiyo usingizi wa roho, mwanadamu hata akiita namna gani kumwamsha mtu aliyekufa, hawezi kuitika wala hawezi kuamka. Kwa sababu gani? Ni roho ndiyo iliyolala usingizi. Kwa hiyo ni yule aliye roho ndiye anayeweza kumwamsha roho akilala. Mungu ni roho, Yesu Kristo ni roho. Roho ikisha kulala, yani mtu akisha kufa mauti, sauti inayosikia ni sauti ya yule ambaye roho aliyeiumba, Yesu Kristo. Kwa hiyo mtu akisha kufa, wanadamu wote wanalia,
Kwa sababu gani? Kwa sababu hawana uwezo wa kumwamsha tena. Mwanadamu akishakufa amelala usingizi wa roho. Kwa hiyo mwanadamu hajapewa mamlaka au uwezo wa kumwamsha mtu aliyelala mauti. Kwa hiyo akimwona mama yake amekufa, akimwona mtoto wake amelala usingizi wa roho, kinachofuata hapa ni kulia na kuomboleza. Kwa sababu gani? Hana uwezo wa kumwamsha. Hata kama akimwita kwa jina lake, huyo aliyelala usingizi wa roho hawezi kumsikia, kwa sababu anayeita ni mwanadamu na yule amelala usingizi wa roho, kwa hiyo hawezi kumsikia. Hata aite na kumtikisa kiasi gani, hawezi kuamka, kwa sababu usingizi aliolala huyu mtu sio wa mwili, ni wa roho. Ni mpaka yeye aliye Roho mkuu, yani Mungu Bwana wetu Yesu Kristo, huyo ndiye anayeweza, mwenye mamlaka ya kumwamsha kila mtu aliyelala usingizi wa mauti, yani usingizi wa roho. Huyo anasikika. Huyu akiita mara moja, roho inarudi, roho inasikia kwamba Bwana wangu ameniita. Ndiyo sababu Yesu Kristo yuko na Wayahudi, watu wale wanadamu. Wanadamu wakimtazama binti Yairo amekufa. Yesu akimtazama binti Yairo hajafa, amelala tu. Kwa hiyo kuna lugha mbili zisizopatana. Mwanadamu anasema amekufa kwa sababu hana uwezo wa kumwokoa, hana uwezo wa kumwamsha. Lakini Yesu akimtazama binti Yairo anasema hajafa, amelala tu, kwa sababu Yesu Kristo ni roho, na usingizi aliolala binti Yairo sio usingizi wa kimwili, amelala usingizi wa roho. Kwa hiyo Yesu Kristo hawezi kusema amekufa, anasema amelala tu usingizi, kwa sababu anao uwezo wa kumwamsha mtu huyo. Hivi ndivyo watu wanatakiwa kuelewa. Mtu anapokufa hajapotea, amelala tu usingizi, na huyo mwenye kumwamsha ndiye anayetuambia umelala, hujafa. Kwa hiyo kila mtu anayekufa ajue amelala usingizi wa roho, ambaye nani wa kumwamsha? Ni Yesu Kristo. Siku ya mwisho atakapokuja, wote tutaamshwa. Mwanadamu hawezi kumwamsha mtu aliyelala usingizi wa roho, kwa sababu hatuna mamlaka hayo. Na ndio maana tukifiwa na wazazi wetu au na watoto, au ukifiwa na ndugu yako, unalia. Unalia kwa sababu gani? Kwa sababu huna uwezo wa kumwamsha. Kama mwanadamu angepewa uwezo wa kumwamsha mtu aliyelala usingizi wa roho, asingelia. Angesema tu amelala, nitamwamsha. Lakini kwa sababu hatuna uwezo wa kumwamsha mtu aliyelala usingizi wa roho, hii ndiyo sababu tunalia, tunahuzunika, tunaomboleza. Yesu Kristo aliposema kwamba huyu binti Yairo hajafa, amelala tu, watu walimcheka, kwa sababu hawaelewi lugha anayoongea Yesu Kristo. Hiyo ni lugha ya kiroho. Yesu Kristo anawajulisha hawa watu kwamba yeye sio mwanadamu, yeye ni Mungu. Kwa hiyo yeye anatamka mambo ambayo yako chini ya uwezo wake. Mwanadamu anatamka jambo hili kwamba amekufa kwa sababu liko juu ya uwezo wake, hawezi kufanya lolote, ndio maana anasema amekufa. Yesu Kristo akitazama kifo hiki anaona ni usingizi tu huo, mnalala, lakini mimi ndio wa kuamsha nyinyi. Kwa hiyo haujafa, haujapotea, bali umelala, nitakuamsha. Wanamcheka. Bwana anawajulisha kwamba yeye ni Mungu, ndiye atakayewaamsha watu wote waliolala usingizi wa roho, kwa sababu yeye ni roho, na roho zote zilizolala za wanadamu zitaamshwa na yeye, zitamsikia siku ile atakapoita, wote tutamsikia. Kwa hiyo ndugu yetu yoyote akifa, hajafa. Kwa neno la Yesu Kristo hajafa, amelala tu. Ndugu yoyote akifa, mtu atambue kwamba huyo mtu hakufa, amelala usingizi, kwa sababu Yesu amesema amelala. Kwa sababu hiyo yeye ndiye atakayekuja kutuamsha.
Wale watu wanasema amekufa, kwa hiyo hawana uwezo wa kumwamsha, ndio maana wanasema amekufa. Mwanadamu anaposema huyu ndugu amekufa, hii inamaanisha hawezi kutia mkono hapo kumwamsha, kwa sababu hana huo uwezo. Yesu Kristo anasema huyu hajafa, amelala tu. Hii inamaanisha ni yeye ndiye atakayemwamsha huyo aliyelala usingizi wa mauti. Yeye anasema hajafa, amelala. Kwa hiyo yeye ndiye mwenye mamlaka ya kuamsha wote waliolala mauti. Hii ndiyo siri ya kweli Bwana wetu Yesu Kristo anatufundisha. Kila anayeonja mauti hajafa, amelala. Kwa Yesu Kristo amelala. Hii inamaanisha atakuja kutufufua, atakuja kutuamsha. Kwa hiyo usingizi wa jinsi ya mwili, wanadamu wamepewa uwezo wa kuamshana. Huu ni usingizi wetu, tunauweza, tunamwamsha yoyote akishalala. Lakini usingizi wa roho sisi tunasema amekufa, kwa sababu hatuwezi kumwamsha. Lakini Yesu Kristo anasema hajafa, amelala, kwa sababu ana uwezo wa kumwamsha mtu aliyelala usingizi wa mauti. Hii ndiyo sababu tunamwamini Yesu Kristo. Yeye ni Mungu. Nani anayeweza kumwamsha aliyelala mauti? Ni Mungu peke yake. Hii anawajulisha wanadamu wote sisi kwamba yeye ni Mungu aliyeumba roho zote za wanadamu. Kama yeye ndiye aliyeumba roho zote za wanadamu, roho zote za wanadamu zinamsikia yeye aliyewaumba, kwa sababu sauti ya mwanadamu haziwezi kupenya ikaingia ndani ya masikio ya roho. Ndiyo maana mtu akifa, hata ukimwita, sauti yako haina nguvu ya kumwamsha, kwa sababu unaita ukitaka asikie kwa masikio ya kibinadamu. Masikio ya kibinadamu yamekwisha kulala mauti, hayasikii tena. Ni Yesu Kristo peke yake aliye roho, ndiyo anayesikika na roho zote za wanadamu zilizolala mauti. Watu wanatakiwa kujua hilo. Kwa hiyo yeye aliyesema hatujalala, hatujafa, tumelala mauti, tumelala usingizi tu, huyo ndiye atakayetufufua. Huyo ndiye atakayetuinua siku ya mwisho baada ya kulala kitambo kidogo. Bwana wetu Yesu Kristo anasema katika Yohana sura ya 6 mstari wa 39, anasema, na mapenzi yake yeye aliyenipeleka ni haya, kwamba katika wote alionipa nisimpoteze hata mmoja, bali nimfufue siku ya mwisho. Nani atakayewafufua wanadamu wote? Ni yeye anayesema hajafa, amelala tu. Kwa hiyo kama yeye anaita kufa ni kulala, mauti si kitu kwangu sasa, kwa kuwa yeye ndiye Bwana wangu, yeye ndiye Mungu wangu, nitaamshwa. Kama vile mzazi anapoamka asubuhi kwenda kuamsha watoto wake waliolala, sasa amkeni, nendeni shule, amkeni sasa. Ndivyo Bwana wetu Yesu Kristo atakapokuja siku ile na kuamsha watoto wote waliolala mauti, yaani mauti ile tunayolala wanadamu wote, tutaamshwa na Bwana wetu Yesu Kristo. Sasa siwezi kuiogopa mauti, kwa kuwa imekwisha kupangwa. Imekwisha kupangwa kwa wanadamu wote. Utakiogopaje kitu ambacho kinaishi pamoja na wewe? Huo ni usingizi tumepewa. Nani amewahi kuogopa kulala usingizi huu wa mwili? Nani mtu ikifika jioni, usiku, anaogopa kwenda kulala usingizi huu wa jinsi ya mwili? Hakuna hata mmoja. Tena wengi wanapenda kulala huo usingizi na wanasema tutakutana kesho asubuhi. Hakuna mtu aliyewahi kuogopa kulala usingizi huu wa jinsi ya mwili. Hakuna. Kama hujaogopa kulala usingizi huu wa jinsi ya mwili, ni sababu gani itufanye tuogope kulala usingizi wa roho? Kwa sababu kuna mwili wa kibinadamu na kuna roho. Roho ikilala usingizi, tunakuwa vile vile kama tunavyolala kwa jinsi ya mwili. Tunapolala kwa jinsi ya mwili, hatutambui tuliko, wala hatutambui ni saa gani sasa tumelala,
wala hatutambui kitu gani kinapita huku nyuma yetu. Tunapolala usingizi huu, hatujui kinachoendelea katika dunia. Usingizi wa roho, tunakuwa katika hali hiyo hiyo. Sasa unaogopa nini? Kwa sababu unajua mwanadamu anaogopa kuoza, kuzikwa. Mwanadamu anaogopa kuzikwa katika ardhi. Mwanadamu anaogopa kuoza. Anapoona mwili wake unaoza, anaogopa. Lakini ajue wakati utakapokufa, hutajua hapa unazikwa, hutajua hapa umeoza, hautajua lolote. Umelala usingizi wa roho, utashituka asubuhi ukiwa na mwili wa roho. Bwana anakuita, inuka sasa. Hatuna haja ya kuogopa, kwa sababu usingizi tumepewa wa aina mbili. Tunalala usingizi wa mwili, tutalala usingizi wa roho. Hatuna haja ya kuogopa mauti. Ni Ibilisi, shetani anawatisha wanadamu. Ndiyo, inatisha, kwa sababu naona nazikwa chini ya ardhi, tena naoza. Mwanadamu anaogopa hiyo. Haina haja ya kuogopa. Wewe ni Mkristo, ujue umepewa usingizi wa aina mbili. Usingizi wa mwili, kama vile unavyoupenda usingizi wa mwili kulala, basi penda na huu usingizi wa roho kulala, kwa sababu yote ni mapenzi ya Mungu ametupa sisi wanadamu. Yesu Kristo anasema hivi, ninapanda kwenda Yerusalemu, na huko watanikamata, watanihukumu, watanipiga, watanisulubisha, wataniua, na siku ya tatu nitafufuka. Yesu Kristo anaongelea mauti yake kana kwamba ni usingizi wa kibinadamu. Yaani anavyoongelea Yesu Kristo mauti itakayompata na kuzikwa na kufufuka, kana kwamba ndivyo mwanadamu anavyoongelea, nitalala kesho nitaamka, ngoja nikalale zangu kesho nitaamka. Yesu Kristo naye anaongelea mauti kana kwamba kulala na kuamka. Hii anatufundisha sisi kwamba yeye ni Mungu, ana uwezo wa kujiondolea nafsi yake na kuichukua tena. Anasema ninayo uwezo wa kuondoa roho yangu na kuirudia tena. Ndiyo maana haogopi mauti. Sasa huyo ndiye baba yetu, huyo ndiye Mungu wetu. Sisi hatuhitaji kuogopa mauti ya roho, kwa sababu baba yetu anao uwezo wa kutuinua tena. Yesu Kristo hakuogopa mauti kwa sababu anajua Baba ana nguvu kuliko mauti, ataniinua siku ya tatu. Hivi ndivyo tunavyotakiwa sisi kuwa. Hatuhitaji kuogopa mauti ya roho kwa sababu Mungu Baba yetu ndiye mkuu kuliko mauti, atatuamsha asubuhi. Mwanadamu anatakiwa kuelewa hivi, kama vile unavyoongelea usingizi wa jinsi ya mwili kwamba naenda zangu kulala na nitaamka asubuhi, unatakiwa kuongelea usingizi wa roho hivyo hivyo, kama Yesu Kristo anavyoongelea, nitakufa lakini siku ya tatu nitafufuka. Tutakufa, tutalala mauti, usingizi wa roho tutalala, lakini Bwana wetu Yesu Kristo atatufufua siku ya mwisho, tuamke twende naye mbinguni, mahali patakatifu kwa Baba aliyetuumba. Basi farijianeni kwa maneno haya. Neno la Mungu linasema, Yesu Kristo akawaambia, msilie wala msihofu, hajafa, amelala tu. Hii ndiyo kweli, kwa sababu yeye ni Mungu. Tunapokufa hatufi kupotea. Mungu anasema tumelala, atakuja kutufufua. Wanadamu wanamcheka wale wasiomwamini, lakini wajue watafufuliwa. Na mwisho wa siku ni nini? Mstari wa 54 unasema hivi, Luka mtakatifu sura ya 8 mstari wa 54. Akamshika mkono, akapaza sauti akisema, kijana, inuka. Roho yake ikamrejea, naye mara hiyo akasimama, akaamuru apewe chakula. Wazazi wake wakastajabu sana, lakini akawakataza wasimwambie mtu lililotukia. Wazazi wa mtoto walipoona mtoto amekufa, bila shaka walilia na kuomboleza na kumwita kwa jina lake, amka, amka. Hakuamka, kwa sababu wanadamu wale hawawezi kuamsha roho iliyolala, usingizi wa roho.
amka mwanangu, amka. Lakini mtoto hakuamka kwa sababu hasikii hiyo sauti ya kibinadamu, na yeye amelala usingizi wa roho, hajalala usingizi wa kibinadamu. Kama angelala usingizi wa mwili wa kibinadamu, angesikia sauti ya wazazi aliposema kwamba amka, angesikia mama ananiita, baba ananiita. Lakini amelala usingizi wa roho, hawezi kusikia mwanadamu akimuita. Hapo anatakiwa yeye aliyeumba roho ndiye aite huyo amke. Yesu Kristo Mungu alipoita kijana inuka, alisikia sauti ya Mungu wake, roho ikarudi ikaamka. Wazazi wake wakashangaa, inakuwaje namna hii? Kwa sababu gani? Anawajulisha, mimi ni Mungu niliyeumba roho za wanadamu. Kwa hiyo roho zote zinatii sauti yangu. Roho haiwezi kutii sauti ya mwanadamu. Ndio maana tukifiwa na watoto au mzazi au mama au baba, hata uite namna gani hawezi kukusikia. Sio kwamba hataki, hakusikii, kwa sababu wewe ni binadamu na sauti yako ya kibinadamu, na yeye amelala usingizi wa roho, hawezi kukusikia. Ni mpaka Roho Yesu Kristo aite, roho itaitika, itatii hiyo sauti na kuamka. Siku ya mwisho wote tutaitii sauti ya Bwana wetu Yesu Kristo. Atakapotuita tutasema, Bwana ametuita, tutainuka na kwenda mbinguni kwa Baba. Twende mbinguni, iamini damu ya Yesu Kristo. Lakini mtu yoyote asiyeamini damu ya Yesu Kristo, ingawa ataamshwa siku ile, ataamshwa kwa ajili ya hukumu. Kwa nini hukumwamini Kristo Mungu wako aliyekuumba? Kwa nini hukuitumaini damu ya Yesu Kristo? Utakwenda katika jela ya milele, yani jehanamu ya moto. Iamini damu ya Yesu Kristo, lakini ishi kwa upendo. Kama wewe unamwamini Yesu Kristo, ujue ndani yako unayo mbegu ya upendo, kwa sababu Mungu ni upendo, Yesu Kristo ni upendo. Upendo uonekane kwa jirani, kwa ndugu. Acha fitina, acha maneno ya ajabu ajabu, acha vikao vya kusengenya. Mungu atakubariki sana. Wakati mwingi tafakari neno la Mungu. Neema na iwe kwako, na amani na rehema zitokazo kwa Mungu Baba yetu na kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Amen.